kwenye habari mbalimbali. Tukiendelea taarifa hii, mahakama ya wilaya Itilima iliyoko mkoani Simiyu imemhukumu mtu mmoja kwenda jela miezi 9 kwa kosa la kutishia kumuua baba yake mzazi, huku kisa kikitajwa kuwa kutaka kuuza maeneo ya baba yake mzazi. Ripoti hii ni Anita Balingiraki kutoka Simiyu inasimulia zaidi. Alihukumiwa ni Dunili Magembe mwenye umri wa miaka 56, mkazi wa kijiji cha Mwamugesha, na ameshtakiwa katika mahakama ya wilaya Itilima kwa kosa moja la kutishia kuua kwa maneno, kinyume cha kifungu cha 89 kifungu kidogo cha P, A na B cha sheria ya kanuni ya adhabu sura namba 16 kama ilifanywa marejeo mwaka 2023. Awali mahakamani hapo imedaiwa na mwendesha mashtaka mkaguzi wa jeshi la polisi Justin Muule kwa Oktoba 15, 2025 katika kijiji cha Mwamugesha ndani ya wilaya Itilima. Mwanga mwenye umri wa miaka 90 alitishiwa kuuawa na kijana wake, na taarifa zilifika kwenye ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Mwamugesha na baadaye kituo cha polisi Itilima, ambapo mshtakiwa alikamatwa na kufikishwa kituo cha polisi Itilima kwa mahojiano, na baada ya upelelezi kukamilika Oktoba 22, 2025 alifikishwa mahakamani. Hukumu hiyo shauri la jinai namba 25673 ya mwaka 2025 imesomwa mbele ya hakimu kazi mwandamizi wa wilaya Itilima Robert Kaanwa, huku kukiwa na jumla ya mashahidi 4 upande wa mashtaka, na mshtakiwa alijitetea akiwa na mashahidi 3, na ndipo mahakama ya wilaya Itilima ilimtia hatiani mshtakiwa. Baada ya kutoa hatiani, upande wa mashtaka uliomba mshtakiwa apewe adhabu kali iliyofundishwa kwake na jamii, kwani tukienda kujichukulia sheria mkononi, na matukio ya mtindo huo yamekuwa yakipelekea matukio ya mauaji ambapo wahanga wakubwa ni kundi la wazee. Mshtakiwa aliomba mahakama impunguzia adhabu kutokana na kuwa na familia inayomtegemea, na ndipo hakimu kazi mwandamizi wa wilaya Itilima Robert Kaanwa alimhukumu kwenda jela miezi 9. Mara baada ya kutolewa hukumu hiyo, baba mzazi akaipongeza mahakama. Mimi nashukuru sana mahakama kunifanyia huruma kama hii ya kumweka ndani mtoto wangu. Amenikosea siku nyingi kwa kung'ang'ana vitu vyangu viuza hovyo. Mtoto wangu alikuwa anataka kwamba nimwache kwangu, alikuwa ananifukuza na nguvu toka, kwa kuwa ananifukuza kwa kuwa akae peke yake auze vitu vyangu vyote. Maeneo na ng'ombe aliuza, na ng'ombe karibu 20 akaoa wake 3. Baada ya hapo mimi nimefika, nimekataa kuuza hovyo, naye akawa anang'ang'ana kwamba toka tu nyumbani kwangu, na hali ni kwangu. Nyumbani yangu nimejenga, alikuwa anataka akae peke yake kwangu, ila sasa mimi nimemleta kumshtaki. Ndio maana yangu ya maneno kama hayo nimeshaitosha, kama hivi nimetosha. Nimemshtaki makosa ya kutaka kunitisha kuniua, makosa ya kunifuza nyumbani kwangu, mpaka sasa sipo nyumbani kwangu, nataka kurudi kwa kuwa amefungwa. Kutoka Itilima mkoani Simiyu, Anita Balingiraki wa EATV. Haya, na wewe pia unashangaa kama mimi, mtoto ulipoisikia mwanzoni ulifikiri labda atakuwa na umri wa miaka 23, 28, lakini mtoto mwenyewe kumbe ana umri zaidi ya miaka 50.